Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ungeshamshauri mwenyekiti aliyepita tukatengeneza ukumbi pale makao makuu namna hii, na tukaweka floor hata 8 kwenda juu, ili zile fenesi ziwe zinauziwa floor ya 3. Swali langu, utafanyaje juu chini kumshauri mwenyekiti angalau pale makao makuu kiwe chanzo kizuri cha mapato? Asante. Na kusamehe kwa sababu kutosikia baadhi ya majibu ni utaratibu wa kawaida wa kibinadamu. Nilipokuwa naongea kabla ya kuulizwa maswali, nilisema kwamba kwenye baraza kuu lililopita nilipeleka pendekezo baada ya kuwa tunalialia tunashindwa kuwalipa mawakala, namna gani tutabadilisha eneo la Buguruni na maeneo mengine ya chama kuwa vitega uchumi. Nikataja maneno haya ya Kimatumbi. Nikasema kuna utaratibu wa uwekezaji unaitwa BOT, Build Operate Transfer. Sio nilioushauri. Nikasema tutakuwa tunavuna zaidi ya bilioni 1 pale katika eneo tulilokusudia kujenga kitega uchumi. Tunao ukumbi mkubwa wa mkutano. Omba kura mheshimiwa mgombea. Waheshimiwa wajumbe, narudia tena, nimesimama kwenu kwa heshima na taadhima. Lengo letu ni kukijenga chama chetu kitoke hapa kilipo kiende katika nafasi kubwa zaidi, kikafanye mambo makubwa zaidi, kisigeuke kuwa chama cha kuelekezwa na CCM, cha viongozi wake kuishia tu kupata posho katika mikutano kama vyama vingine vidogo vidogo. Ni aibu kuifanya kafu nayo itamkwe kwamba ni miongoni mwa vyama vidogo. Naombeni kura zenu nikawe sehemu ya wajumbe wa kamati ya uongozi, nikawe makamu mwenyekiti chama Tanzania Bara, ili pamoja na kupelekea mapato kuongezeka pia nikaimarishe jumuiya zetu kama ndio chombo cha msingi sana cha kupelekea chama imara. Naomba kura zenu. Asante. Nafasi yao wazee wengi waliohusika kama ni waasisi wa chama hiki hawapewi heshima yao kama ile ambayo walikuwa wanapewa huko mwanzo. Nikiwa mlezi wa jumuiya, kwa sababu sehemu kubwa ya wanachama wa chama cha wananchi CUF watakuwa ama ni vijana wa kike au wa kiume au wakina mama au wazee. Kwa kutumia mtandao wa jumuiya nitazungukwa nchi nzima, na kwa kuwa pia na rekodi ya kufanya mambo kupitia habari, nitatumia vitu hivi kwa kuviunganisha ili kuhakikisha kwamba kila eneo linafikiwa physically, kwa maana ya mimi mwenyewe, na kwa wakati mwingine kwa mawasiliano ya kihabari. Asante. Pamoja na hilo, ninalo ambayo imekuja kujenga migogoro ndani ya chama, lakini tunayo majembe. Moja wapo ni huyu mgombea, hata yule, lakini ni juhudi zipi zimechukuliwa? Umejihusisha vipi au umeshindwa kujihusisha vipi ili angalau kuzuia migogoro baada ya kuona mitofaruku inaingia ndani ya chama, ili migogoro isije kuwa tatizo ndani ya chama, sababu tunaamini wewe ni sehemu ya jembe. Asante mgombea, ukitaka kwa ni jembe muda kuhusiana na mimi kwa jembe. Lakini nikwambie, nilisema mwanzo nafasi ya nesi mchoma sindano inavyofanana na nafasi ya mkurugenzi wa kwenye haya magrupu. Sijajua tu utaratibu wake ukoje, lakini kuna watu wanawatukana sana viongozi wetu, aidha waliopo aidha wasiokuwepo. Chaguliwa viongozi kutukanwa, badilishwa na watu hapo ndani ya kafu na ndani ya magrupu. Sijaelewa vizuri swali lako, lakini nadhani linatokana na kugundua kazi kubwa ambayo naifanya mara nyingi, kuandika katika mitandao ya kijamii pale viongozi wanavyotukanwa, mimi nikiwa ninawaasa wanachama waache kutukana viongozi. Nitaendelea na kazi hiyo ya kutoruhusu watu watukane viongozi, lakini mimi mheshimiwa mgombea samani, swala lake kuna magrupu ya chama, possibly wewe ni katika admins. Kwa hivyo anaona kwamba baadhi ya wakati wanachama wanawatukana viongozi aidha waliopo au waliokuwa hawapo. Je, utakapopewa nafasi hii hiyo tabia itakoma? Ni sawa shehe? Sawa
Naam, kwanza nijibu hili swali kwa kuunganisha na swali lililoulizwa mwanzo kabisa. Mimi si admin wa grupu lolote la wanachama. Mimi ni admin wa grupu la Baraza Kuu. Naamini wewe huna access ya kuliona. Mimi ni admin wa grupu nilikuwa admin wa grupu la kamati tendaji. Wakati ule kamati tendaji ikiwepo. Naamini sio unalolimaanisha. Haya magrupu mengine yana maadmin wao. Mimi kazi yangu ninayoifanya ni ile niliyoisema mwenyekiti. Nikikuta watu wanatukana, naingia na kuwaasa watu wasitukane. Watu wameshindwa kuelewa jambo fulani la chama, naingia kwa ajili ya kuelimisha wasifanye hivyo. Ila kwa kuwa nitakuwa makamu mwenyekiti, sasa nitakuwa zaidi ya kuwa mkurugenzi, nitakuwa sehemu ya wajumbe wa kamati ya uongozi. Tutashirikiana vyema na kamati ya uongozi. Bila shaka mtaniletea mwenyekiti atoshaye, katibu mkuu atoshaye na wajumbe wengine. Tutaangalia namna gani tutibu tatizo la matusi katika mitandao, kwa sababu mengine ni matatizo ya kimaadili na sio tatizo la uwepo wa grupu, ila ni tatizo la wale wenye kutukana katika magrupu. Linawahusu watu mmoja mmoja. Asante. Joseph Ngegeshi, mjumbe wa mkutano mkuu kutoka Masasi TC. Katika maelezo vizuri kwamba jana ulikamatwa kuwekwa ndani. Kwa akili ya kawaida, mtu akikamatwa kuwekwa ndani ni kutofautiana kwa tofauti. Sasa wajumbe mlikuwa wengi, ilikuwa vipi mkachukuliwa wajumbe wawili tu ndio mlitofautiana mitazamo na wengine wakawa wamekubali mitazamo ambayo ilionekana ni sahihi, ambayo imetukutanisha hapa? Asante. Nilipokuwa najibu swali lilotangulia, moja katika vitu nilivyosisitiza ni kukumbatiana na wanachama na wajumbe wenzangu wa Baraza Kuu. Sikutamani kujibu swali hili, lakini kwa kuwa limeulizwa lazima nijibu. Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lilikuwa na kikao jana. Mimi ni mjumbe wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa, sikualikwa. Ingetokea leo tuna mkutano mkuu hapa tulionao huu, alafu kuna wajumbe kadhaa hawakualikwa lakini wamepata taarifa ya kuwepo kwa kikao, hao wajumbe lazima wangelalamika, na kama wapo wasioalikwa mkutano huu watakuwa wanalalamika kokote walipo. Mimi pamoja na wajumbe wenzangu Diana Daudi Simba, Kapasha Mege Rajab pamoja na Mzaramo na wengine tulikuwa hatujaalikwa kwenye kikao hicho. Tulipofika tukahoji kwa nini sisi hatujaalikwa, na tukahoji na mengine tuliokuwa tunapewa majibu kwamba haya ni maagizo ya wanaotoa fedha. Majibu haya hatukuyapenda kwa sababu chama cha kafu hakijafikia hatua ya kununuliwa. Asante. Hilo ni swala namba 11. Peleka. Swali zuri. Mimi nimekuwa mkurugenzi wa habari kuanzia mwaka 2020 mwezi Februari na mpaka juzi ilipotoka barua ya msajili tarehe 13 mwezi wa pili kwa tafsiri ya wajumbe wa baraza kwamba ukurugenzi wangu wa habari utakuwa umekoma. Mwaka 2020 tulishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa. Nyinyi mnajua wagombea wote wa vyama vya upinzani waliondolewa. Hakuna uwezekano wa kushinda uchaguzi baada ya kuondolewa kuwa mgombea. Hivyo kilichotokea mwaka 2020, kilichotokea mwaka 2024 na kilichotokea mwaka 2025. Hakuna mahali ambapo tuna rekodi katika kipindi hicho kwamba tulishindwa kweli uchaguzi, lakini kuna rekodi kwamba demokrasia haikufanyika nchini. Na ndio maana kwa wanaofuatilia kazi zangu nimekuwa mara nyingi nikipaza sauti kuzungumzia namna gani tunaweza tukalitibu taifa. Tulipokuwa tunakumbuka ndugu zetu waliofariki kwa kuuawa mwaka 2001 Januari 25, mimi ndio niliyeandaa andiko na ndiye niliyewasilisha kwamba tiba ya Tanzania kwa sasa ni serikali ya mpito, na nikaelekeza namna gani tutoke hapa tulipo kwa serikali ya mpito, kwa sababu hakuna nia njema ya kufanya uchaguzi wa haki chini ya utawala wa CCM. Mkurugenzi wa habari hana hatia. Swala la namba 10. Unaonekana unanifuatilia, lakini kama alivyo mwanadamu yoyote, upo uwezekano wa kugafilika na mengine yakakupita. Mimi katika matamko yangu wanatamka ifuatavyo: chombo cha msajili wa vyama vya siasa ni chombo kilichomo kisheria, kina uwezo wa kupokea malalamiko katika vyama na kuvifanyia maamuzi, lakini utaratibu wa kuitisha vikao vya chama, huo ni utaratibu unaofafanuliwa na vyombo vya chama. Mimi nimekuwa nikisema tuko tayari kwenda kwenye mkutano mkuu, lakini hautoitwa na msajili. Tuko tayari kwenda kwenye
msimamo huo ndio utakaobaki. Mimi ni mjumbe wa baraza kuu kikao hiki. Asante. Swala la mwisho. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.